Umezungumzia kwamba uchaguzi ni sasa. Kwa sababu kura ni siku ile. Upigaji na sababu kura ni kipindi kile, lakini tuseme zoezi kamili la uchaguzi limeanza sasa. Na ndio kipindi ambacho kuna matatizo. Na baadhi ya watu ama upande mwingine, hasa upande wa bara, kumekuwa na wimbi kubwa la kusipokuwa na mabadiliko katika mfumo ambao sasa wewe umekiri kwamba si mzuri, kusiwa na uchaguzi. Lakini unaonekana unagombea kuwa mgombea kuingia kwenye uchaguzi. Tunajiuliza kwa nini? Ni kwa sababu ya kubwa, kama tulivyosema, uzoefu wetu umeonyesha kwamba wenzetu Chama cha Mapinduzi ambao ndio ruling party hawajakuwa tayari, hawajakuja kuwa na dhamira ya kweli ya kuleta mageuzi. Na kwa sababu hakuja kuwa na dhamira ya kweli, kila fursa wanayoitumia au wanaoipata wanaitumia kusema kweli katika njia ambayo inawarejesha nyuma zaidi badala ya kuwapeleka mbele zaidi. Na zaidi hilo tunaliona ukitaka kufanya kipimo hasa ni Zanzibar, ambako sisi tuna uzoefu huo kwamba tokea 95 kumechukuliwa hatua mbalimbali. Tumekuwa na muafaka uliosimamiwa na katibu mkuu wa Umoja wa Commonwealth Chief Onyuko wakati ule, baadaye akaja na msaidizi wake. Zimechukuliwa juhudi mbalimbali, vyama hivi vimezungumza kurekebisha baadhi ya mambo, mpaka tumefika kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini again walipokuwa peke yao kwenye serikali 2016 2020 tumeona kwamba wamechukua hatua za kurudi nyuma, na walitaka wachukue hatua nyingine zaidi. Pengine ni kwa sababu tu hawakuwa na mandate ya kutosha kuweza kuchukua hatua hizo. Kwa hivyo uzoefu umetuonesha kwamba wenzetu, kwa sababu hawana dhamira hiyo, ukisema kwamba basi unawaacha washiriki watashiriki na hakuna tamaa ya kwamba mtasogea mbele. Hilo limetokea Zanzibar, tuna mfano hai, watu wanaujua, watu wanawaona, na sisi ni mashahidi wa mfano huo. Kwa hivyo tumeona kwamba, kwa maoni yetu, hatumdharau mtu ambaye anasema kwamba, kwa sababu ni kweli kama usema kwamba ukiangalia ule uwanja wote wa uchaguzi na demokrasi kwa kweli hauko sawa katika nyanja zote kwa kweli. Lakini tunachoamini kwamba kwa sababu tunapambania sauti ya wananchi, zile kura sio za kwetu, ni kura za wananchi, na wananchi wenyewe wameonyesha hiyo nia ya kwamba wako tayari kuendelea kupambana uwanjani. Na wao ndio ambao wanatu encourage sisi kwamba no, twende, hawa lazima upambane nao uwanjani. Kwa hiyo ndio maana tunashiriki, si kwa sababu uwanja uko vizuri, au si kwa sababu hakuna uonevu, si kwa sababu kuna hali imetengwa, lakini tunaamini uchaguzi ni uwanja mmoja muhimu sana wa mapambano.